watoto ambao wamejiandikisha it's almost 700, na katika hawa watoto waliojiandikisha wengi ni wa umri mdogo, na katika huo umri mdogo tunatoa fursa kwa watoto kuja kujifunza. Lakini unaona mwitikio wa wazazi kuwaleta watoto wao. Ukiangalia kundi kubwa hapa ambao liko pembeni yetu upande wa kulia ni wazazi ambao wamekuja kusupport watoto wao ambao wanaamini wana vipaji. Kwa hiyo mimi nimekuwa muumini mkubwa sana wa kusema kwamba ukanda wetu wa East Africa, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, over 200 million people wako katika huu ukanda na mchezo wao namba moja ni football. Lakini bado hatujawa na impact kubwa kwenye mchango wetu wa wachezaji wakubwa barani Ulaya na duniani kutoka kwenye hizo zone yetu. Na mimi have done my research. Moja katika shida kubwa ambayo tunayo ni elimu ya hawa watoto ya mpira. Na ndio hicho kitu ambacho tunakikosa. Sasa katika uongozi wetu, moja katika agenda ilikuwa ni youth development. Ingawa wakati tunaingia kwenye uongozi lazima uwe na kipaumbele, na tumefanya wakati huo tunaingia uongozi pia tulikuwa hatujafanya vizuri kwenye senior team. Kwa hiyo tukaweka jitihada kwenye senior team, na sasa tumeshakuwa stable, tunaanza kushuka huko kwenye youth development. Na this is one of them. Kuwa na program hizi za watoto wadogo ndio kitu ambacho kinaweza kuinua vipaji. Tunatoa fursa kwa watoto wenye vipaji kuanza kujifunza mpira katika umri mdogo. Tulianzisha Yanga Soccer Schools mwezi Disemba mwaka jana. Mwitikio umekuwa mkubwa, lakini ingawa naweza kusema pia kuna challenge kwa baadhi ya wazazi kwenye gharama, lakini sasa tumekuja na package ambayo ina sponsors. Leo tumepata sponsorship ya watoto 20, lakini baada ya jana kufunga mahesabu ya registration, mimi niko kwenye board ya foundation, tukasema hapana, hawa watoto 20 tutakuwa idadi ni ndogo kukompea na watu 600 700 ambao wamejisajili. Tukasema tuongeze mpaka kufika watu 30. Kwa hiyo hata hao 30 hawatoshi mkiangalia hapa vipaji vya kutosha, na hiyo idadi ni ndogo. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa ya kutoa elimu kwa watoto, lakini tuna nafasi kubwa ya kuendeleza vipaji. So leo hapa tumeleta wataalamu watascout wa watoto, na mwisho wa siku tutapata wale cream de la cream ambao tutawapeleka kwenye hatua inayofuata ya udhamini na kuwafundisha mpira. Lakini bila kusahau mipango yetu ya serikali sasa hivi mnaweza kuiona, viwanja, training facilities nyingi zinaanza kujengwa. Tutakapokuwa tuna AFCON mwakani, tutakuwa na viwanja vya mazoezi vingi. Tutakuwa na viwanja vya kuchezea mechi vyenye standard kubwa almost 5-6 katika nchi yetu. Nani atakayeenda kuvitumia? Lazima tuanze kuandaa hawa watoto. Kwa hiyo dhamira ndio hiyo. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana GSM Foundation kwa udhamini, na tunaendelea bado kuwasiliana na baadhi ya taasisi mbalimbali. Tuna taasisi nyingine mpya ambayo baada ya kuona imevutiwa na yenyewe imedhamini watoto 10. Tutakwenda kuitangaza pia programu yake baada ya hii. Lakini tunatoa wito pia kwa taasisi mbalimbali. Hawa watoto wote hawawezi kuhudumiwa kwa hiyo idadi ya watoto 40 tu. Wakati umeona hapa leo wamekuja watoto almost 700, na taarifa tulizozipata pia kuna wazazi ambao hawakupata nafasi ya kusajili. Wana watoto hapa wengi ambao tunatafuta njia ya namna gani tutaweza na wenyewe kuwapa nafasi. Ambao watoto there almost another 500 families ziko hapa. Kwa hiyo tunaomba taasisi mbalimbali zijitokeze. Hii program ni kwa ajili ya kunufaisha nchi yetu kwa ujumla na kutoa fursa kwa watoto, na kikubwa zaidi ni kutoa elimu ya mpira, wajifunze mapema, na mwisho wa siku tutapata wachezaji bora katika taifa letu la Tanzania. Watapatikana 30 leo wote hapa au kutakuwa kuna phase ili kufikia hapo? No, hatuendi kuwapata 30 leo wote, isipokuwa ni process ya kuwapata wa 30. Leo hapa kuna watoto, hesabu za jana zilikuwa zinasema 630 mpaka jana, ingawa tuliombwa tena tuwapokee wengine, kitu ambacho hatujakifanya, lakini wapo katika usajili. Katika 630 leo itatoka idadi kubwa zaidi, sio 30, itakuwa kubwa zaidi, sijui ni wangapi, lakini hatutaki kulimit watoto kusema kwamba hawa tuwapoteze na kusema hawa hawajui mpira. Hapana. Kwa hiyo inawezekana wakawa 100, inawezekana wakawa 200, inawezekana wakawa 300, kati yao 600 leo wakapatikana. Halafu tutatoa fursa ya kuendelea kuwachuja zaidi. Tukipata hiyo short list ambayo labda sijui itakuwa ni ngapi, siwezi kutaja. Tukiipata hiyo, tutatengeneza fursa ya hao watoto kuja sasa na kupata muda mrefu wa kucheza. Bahati nzuri nyie wote watu wa mpira, dakika 20 peke yake hazitoshi kumassess na kusema huyu hawezi kabisa. Isipokuwa tutakachokifanya, tutapick talent za juu. Sijui itakuwa ni idadi gani, lakini itakuwa idadi ya juu. Baada ya hapo tutatoa fursa ya kuwaita sasa. Kipindi cha mwezi mmoja tutawaita kwa makundi mbalimbali, labda watoto 80 kwa siku moja wakacheza mechi, watoto 80 kwa gawa katika makundi 3-4, wakacheza mechi na kupata muda mrefu wa kucheza.
hapo tutakuwa tuna nafasi ya kumuassess kila mmoja na kutoa fursa ya mtu yule kuwa assessed, kupata nafasi ya kucheza muda mrefu na kusema kwamba hapa kuna kipaji.